Haleluya, haleluya, haleluya. Mungu akubariki sana. Prophet Ade anazungumza hapa. Ninamtukuza Mungu kwa namna ya kipekee. Baba ametupa tena nafasi na kibali tena, tumeona neema yake. Nichukue nafasi kabisa popote pale ulipo tuweze kumshukuru Roho Mtakatifu kwa namna ambavyo ametupenda, namna ambavyo ametuvusha, namna ambavyo ametuinua. Hata sasa tumeona fadhili zake zilizo kuu. Baba yangu ninakutukuza. Asante kwa sababu ya uaminifu wako. Umekuwa Mungu mwema kwetu na umekuwa Mungu mwaminifu. Hata wakati tulipopita katika bonde la uvuli wa mauti, wewe Baba ukutuacha kabisa. Tumeona nguvu zako na tumeona fadhili zako nyingi sana kwetu. Ni nani aliye kama wewe Mungu wetu? Pokea sifa Roho Mtakatifu kwa sababu ya kazi kubwa ya utukufu. Manda kora basika yema koria basanda. Jehova Shama, Jehova Nisi, ni wewe Mungu pekee unastahili kutukuzwa na kuinuliwa. Asante kwa sababu ya wingi wa fadhili zako na wingi wa rehema zako. Rikanda ramandoro sakaraba koria basika. Jehova, 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 ni wewe peke yako unastahili kutukuzwa na kuinuliwa. Watoto wako tunakuinua kwa sababu tumeona nguvu zako na tumeona fadhili zako. Pokea sifa Bwana Yesu kwa ajili ya uweza na nguvu na mamlaka, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen, 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 amen. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Nichukue nafasi kabisa popote pale unaponisikiliza, kama hujasubscribe channel hii, basi subscribe channel hii uweze kupata kila siku maombi ya asubuhi na maombi ya ulinzi nyakati za usiku. Ni muhimu sana copy link hii, share kwa rafiki, kwa jamaa, kwa ndugu, kwa rafiki yako mpendaye. Itakuwa ni baraka nyingi sana kwa Bwana, kwa sababu utakuwa umeifanya kazi ya Mungu. Ni muhimu sana, fanya kazi hiyo na utamuona Mungu kwa namna ya kipekee kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mara zote unapofuatilia zaburi za usiku na zaburi za ulinzi, weka utaratibu kwa ajili ya dhabihu ya ulinzi, sadaka yako maalum ya ulinzi. Na hii ni sadaka ambayo ni ya muhimu sana. Unaweza usione umuhimu wake sasa, lakini ukaja kuona umuhimu wake baadaye. Ni tunahitaji kulindwa na Baba. Peke yetu sisi hatutaweza. Tumia nafasi kwa kupanda sadaka yako kwa ajili ya ulinzi kupitia 0679 645759. Ni muhimu sana kwa ajili ya ufalme wa Mungu kuachiliwa ndani ya malango yako. Nichukue nafasi hii kabisa, niombe kama unapitia changamoto na unatamani kushare pamoja na mimi kupitia changamoto unazopitia, tuweze kuomba pamoja. Tumia namba ya WhatsApp hiyo iliyoko kwenye screen yako ya 0679 645759 na uweze kushare pamoja na mimi. Lakini pia unahitaji kujoin kwa group, basi Yesu akusaidie. Fanya hivyo kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Jioni ya leo Mungu ametupa tena kibali tuweze kuomba kwa ajili ya ulinzi wa miji yetu. Kati ya mambo makubwa ambayo tunahitaji leo, tunahitaji kulindwa, tunahitaji ulinzi. Peke yetu sisi hatuwezi, lakini tunahitaji ulinzi. Tunahitaji ulinzi kwa ajili yetu, kwa ajili ya miji yetu, kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya jamaa zetu. Na maombi haya ni maombi ya akiba, kwa sababu kuna majira ambayo unamhitaji Yesu kwa namna isiyo kwa kawaida kwa ajili ya ulinzi. Ukisoma ile Zaburi 127, nitasoma mistari yote ya kwanza mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 5. Biblia inasema, Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Na anasema ya kwamba kazi yenu ni bure, mnaodamka mapema na kukawia kwenda kulala na kula chakula cha taabu
yeye humpa mpenzi wake usingizi. Anasema, tazama, wana ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Na anasema kitu kizito sana, ya kwamba kama mishale mikononi mwa shujaa, ndivyo walivyo wana wa ujanani. Eli mtu yule aliye lijaza podo lake, hivyo naam, hawataona aibu wanaposema na adui langoni. Sasa kuna kitu kidogo hapa natamani ukione, ambacho ni kitu kizito sana. Anasema Bwana asipojenga nyumba, wanaojenga wanafanya kazi bure. Lakini anasema Bwana asipo ulinda mji, yeye ulindaye anakesha bure. Maana yake tunahitaji ulinzi wa kimungu. Unahitaji ulinzi wa kimungu. Na ulinzi wa kimungu hatuwezi kuupata kwa namna yoyote, ni mpaka Baba aingilie kati. Kuna wakati unaweza kutumia nguvu zako kuweka walinzi, lakini hata walinzi kuna nyakati hawawezi kufanya kazi. Na sio maana kwamba usiweke walinzi, nyumba zetu zina walinzi. Na hatuwezi kuacha kuweka walinzi, kuweka kamera. Lakini pasipo yeye sisi hatuwezi kufanya neno lolote. Katika nyakati ngumu unahitaji ulinzi wa kimungu. Katika nyakati za hatari unahitaji ulinzi wa kimungu. Ni kuitia nguvu ya ulinzi wa Kristo Yesu. Na hapa ni kuitia nguvu ya ulinzi wa damu ya Yesu Kristo. Na nguvu hii ndiyo itakayosababisha uwezo wa kimbingu udhibitike ndani yako. Hapa tunamhitaji Yesu. Yesu pekee ndiye anaweza kutulinda, ndiye anaweza kulinda hatima za watoto wetu, ndiye anaweza kulinda hatima ya neema iliyo mbele yetu, ndiye anaweza kulinda maisha yetu. Hatuna mwingine anaweza kufanya hivi. Kuna wakati nguvu zetu haziwezi kufanya kazi, kuna wakati akili zetu haziwezi kufanya kazi, kuna wakati juhudi zetu haziwezi kutusaidia, kwa sababu anasema yeye asipolinda, hizo juhudi tunaweza kuwa nazo, lakini juhudi haziwezi kutusaidia. Tunahitaji ulinzi wa kimungu. Glory to Jesus. Tunahitaji ulinzi wa kimungu. Unahitaji ulinzi wa kimungu. Kuna mtu mmoja ninazungumza naye kwenye kitabu cha Ibrania sura ile ya 10 mstari wa 19, ukisoma mpaka ule mstari wa 39, Biblia inasema kitu kizito sana. Ukipata muda mzuri, msoma kitabu kile cha Ibrania sura ile ya 10 na utaona vitu vizito sana. Ufalme wa giza unapambana, miungu inapambana, chayo unapambana, nguvu za giza zinapambana. Kama hautahitaji ulinzi wa kimungu kwa ajili ya kwako, kwa ajili ya uzao wako, kwa ajili ya watoto wako, wafunike watoto wako kwa damu ya Yesu Kristo. Wafunike watoto wako kwa damu ya Yesu Kristo. Biblia inasema kwenye kitabu cha Ibrania sura ile ya 10 mstari wa 19, Biblia inasema, basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu Kristo, ya ile iliyotuanzia, iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo katika pazia, yaani mwili wake. Unaona? Hapa tunahitaji hii damu ya Yesu. Tunahitaji damu ya Yesu Kristo. Ni damu pekee inaweza kututamkia ulinzi juu ya vizazi vyetu.
Wakati unapopita katika hatari, unapopita katika ugumu, unapopita katika katikati ya bonde, Daudi analita bonde la uvuli wa mauti, bonde la vifo, unahitaji ulinzi wa kimungu. Tamka ulinzi kwa ajili yako. Tamka ulinzi kwa ajili ya watoto wako. Tamka ulinzi kwa ajili ya jamaa zako. Tamka ulinzi kwa ajili ya ndugu zako. Ifike mahali tolea sadaka, hata watoto wako wapandie sadaka. Haleluya. Wapandie sadaka, ambie Mungu, napandia sadaka watoto wangu, walinde kokote waliko. Natoa sadaka kwa ajili yangu, kwa ajili ya uzao wangu. Baba, tunaomba ulinzi utokao kwako. Kuna mtu mmoja hapo sasa ananisikia na anatamani ndani yake kufanya jambo kubwa kwa ajili ya kutamka ulinzi kwa ajili ya kizazi. Ninaomba popote pale ulipo na ndani yako unasukuma kabisa kwamba usimame na dhabihu maalum ya ulinzi kwa ajili ya kizazi, kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya ndugu yako, kwa ajili ya jamaa zako. Ninaomba popote pale ulipo, chukua hiyo sadaka yako, chukua hiyo dhabihu yako, mwambie Mungu, naomba ulinzi kwa ajili yangu, kwa ajili ya watoto wangu, kwa ajili ya kizazi changu. Utamwona Mungu kwa namna ya kipekee sana. Utamwona Mungu kwa namna ya kipekee sana. Tunaenda kuomba maombi. Na kama ndio wewe uko hapo, naomba uchukue sadaka yako na dhabihu yako. Hebu inua mkono wako. Kama una watoto wako, naomba uchukue namba ya WhatsApp baada ya maombi haya. Chukua namba ya WhatsApp, tuma majina ya familia yako, tuma majina ya ndugu zako. Tunaposimama kuendelea na maombi ya ulinzi, basi tunagusa jamaa, tunagusa rafiki, tunagusa ndugu, tunapoendelea kugusa, wewe na uhakika Mungu atawatamia kwa namna isiyokuwa kawaida. Atawatamia kwa namna isiyokuwa kawaida. Ninaomba popote pale ulipo, gusa hiyo dhabihu yako na inua mikono yako miwili. Sema, Baba yangu katika jina la Yesu. Ninakushukuru kwa sababu wewe umesema usipoulinda mji, wanaolinda wanakesha bure. Wewe usipolinda watoto wetu, hata tukiwalinda kwa namna gani, tunakesha bure. Wewe usipolinda maisha yangu, ni kitu bure. Yesu Kristo, mwana wa Daudi, ninakuita katika jina la Yesu jioni ya leo. Ninaomba ulinzi utokao kwako juu ya hatima yangu na hatima ya kizazi changu, katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Mungu aliye hai, kwa damu ya mwana kondoo, nimebeba dhabihu hii jioni ya leo. Ninaomba ulinzi katika jina la Yesu Kristo. Rikanda ramando robo sakata. Anza kutamka majina ya watoto wako, majina ya familia yako. Tamka, mwambie Roho Mtakatifu, ninaomba ulinzi. Tamka, mimina damu ya Yesu kwa ajili ya kizazi. Mimina damu ya Yesu kwa ajili ya watoto wako. Mimina damu ya Yesu kwa ajili ya kizazi chako, katika jina la Yesu Kristo. Roho sandara makuri ya basika. Baba, tunaomba ulinzi utoka kwenye kiti cha enzi, katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Yesu Kristo, mwana wa Daudi, ninaomba ulinzi Bwana kwa ajili ya mama huyu, kwa ajili ya watoto wake, kwa ajili ya ndugu zake, kwa ajili ya jamaa zake, katika jina la Yesu. Baba, tunao ujasiri wa kupaingia patakatifu pako kwa damu ya mwana kondoo. Mungu aliye hai, tunao ujasiri sawa sawa na Ibrania sura ya 10 ya kutamka ile damu ya mwana kondoo iachilie ulinzi katika mji huu, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaiombea nyumba hii. Ninatamka neema ya ulinzi itokayo kwenye kiti chako cha enzi. Rosa karama kuria basika. Hatamia watoto wako, hatamia wanao, hatamia kizazi chako. Mandorosha karama kuria. Rese kerebo saka. Baba, sikia. Hatamia kizazi chako, hatamia watoto wako. Robo sakaramando. Hatamia watoto wako katika jina la Yesu Kristo. Baba, naachilia damu ya Yesu katika umuji, yeye na watoto wake, yeye na nyumba yake, yeye na kizazi chake. Damu ya Yesu iwatamie katika jina la Yesu Kristo. Baba, achilia ulinzi utokao kwenye kiti chako cha enzi, katika jina lipitalo majina yote, Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Amen. Amen.
Ninaomba ufanye jambo moja. Chukua namba ya Vodacom hiyo ya 0756 934 903. Ninaomba fanya hiyo dhabihu ya ulinzi. Toa hiyo sadaka ya ulinzi. Na ukimaliza kutoa sadaka ya ulinzi, naomba tafadhali andika majina ya watoto wako, andika majina ya familia yako. Naomba unitumie kwa namba ya WhatsApp wakati tunaendelea na maombi ya ulinzi. Hii ni operation kubwa ya maombi ya ulinzi ambayo tunaendelea nayo mahali hapa katika madhabahu hii. Naomba unitumie tunapoendelea kuomba. Naamini kabisa mkono wa Mungu unakwenda kwa dhabiti kuwatamia watoto wako. Mabaya hayatawapata wala tauni haitakaribia nyumba yako. Tunayafuta mabaya yote kupitia dhabihu hiyo katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Mungu akubariki sana. Omba tena rudia, omba tena rudia, omba tena rudia, omba tena rudia, tamka damu ya Yesu rudia. Na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Nichukue nafasi hii kukualika sana katika madhabahu ya Mlango wa Ukombozi hapa Gairo, Morogoro nchini Tanzania. Wako mamia ya watu yanakusanyika kwa ajili ya kukutana na Yesu Kristo mtenda miujiza. Mungu akubariki sana, nikutakie siku mwema wenye baraka nyingi. Shalom, shalom, shalom.